Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC laelezwa kuwa lilianzisha wimbi la 21 la operesheni yake itwayo True Promise 4 mapema alfajiri ya Ijumaa kwa kufanya shambulizi la pamoja la makombora na droni dhidi ya malengo katika Tel Aviv ya kati nchini Israeli. Shambulizi hilo lililoanzishwa chini ya kauli mbiu ya Moaz al-Momenin liliendana na maadhimisho ya siku ya kuzaliwa ya Imamu Hassan al-Mujtaba na lilihusisha matumizi ya makombora ya Keibari Shekane kulingana na ripoti kutoka Sepa News. Operesheni ilianza kabla ya mapambazuko ya Ijumaa ambapo vikosi vya Irani vililenga maeneo muhimu katika Tel Aviv inayokaliwa kwa kutumia mchanganyiko wa makombora na droni ikiwemo makombora ya balistiki ya Keibari Shekane. Picha na video zilizochapishwa zinaonyesha uharibifu mkubwa katika maeneo yaliyolengwa, huku makombora yakisababisha uharibifu mkubwa kwa majengo katikati ya Tel Aviv. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha makombora ya Keibari Shekane yakigawanyika angani na kutoa vichwa vidogo vingi vya milipuko wakati wa kuruka, jambo lililofanya kuwa vigumu kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli kuyazuia. Kulingana na video hizo, hakuna hatua za kujilinda zilizochukuliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israeli wakati wa athari za makombora hayo. Gazeti la Israeli Haaretz liliripoti kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora yalisababisha uharibifu mkubwa kwa malengo ya adui katikati ya Tel Aviv. Operesheni hiyo ilifanywa kwa kumbukumbu ya watoto na walimu 175 waliouawa katika shambulizi la anga la Marekani na Israeli dhidi ya shule ya wasichana huko Minabu. Shambulizi hilo lilitokea alfajiri ya tarehe 28 mwezi Februari, wakati vikosi vya Marekani na utawala wa Israeli vilipoanzisha kile kilichoelezwa kama vita haramu na visivyochochewa dhidi ya nchi hiyo. Maofisa wa Irani wamelaani shambulizi hilo wakisema ni kitendo cha makusudi cha mauaji ya halaiki dhidi ya raia na wameapa kuwawajibisha wale wote wanaohusika. Tukio hilo la kusikitisha limezua maombolezo makubwa kote Irani, huku sherehe za umma na shughuli za kuwaenzi watoto hao zikifanywa na wananchi. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump ameiambia NBC News kwamba itakuwa ni kupoteza muda kwa sasa kutuma wanajeshi wa Marekani nchini Irani na si jambo analofikiria kwa sasa. Ni kupoteza muda. Wamepoteza kila kitu. Wamepoteza jeshi lao la wanamaji, wamepoteza kila kitu, alisema Trump siku ya Alhamisi. Aliongeza kuwa kauli ya awali ya waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi kwa NBC News kwamba Irani iko tayari ikiwa kutakuwa na uvamizi wa ardhini wa Marekani au Israeli ni matamshi yasiyo na maana. Trump pia amesema anataka kusafisha muundo wa sasa wa uongozi wa Iran. Tunataka wawe na kiongozi mzuri. Tuna watu ambao nadhani wangefanya kazi nzuri, amesema bila kumtaja mtu yeyote. Wakati hayo yakichomoza, kwa upande mwingine, China inajadiliana na Irani kuziruhusu meli zinazosafirisha mafuta ghafi na gesi ya Qatar kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, Reuters imeripoti Alhamisi ikinukuu vyanzo ambavyo haikutaja. Mgogoro kati ya Marekani na Israeli na Irani ambao sasa umeingia siku ya 7 umeathiri mamia ya meli zilizotia nanga karibu na kivuko hicho ambacho ni njia kuu ya usafiri duniani na kusababisha bei ya mafuta kupanda. Reuters na Bloomberg zilinukuu data ya kufuatilia meli iliyoonyesha meli ya mafuta inayodai kuwa ya Kichina ilipitia mkondo huo siku ya Alhamisi, ingawa shirika la utangazaji la Uingereza BBC halijaweza kuthibitisha mienendo yake. China ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Irani na imelaani mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya nchi hiyo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.